الحمد لله المحمود بذاته ولو لم يحمده أحد من خلقه. Sifa zote ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, al-mahmudu bidhati. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kujihimidi katika dhati yake, ni mwenye kujisifu yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Walau lam yahmiduhu ahadun min khalqi, hata kama hakutokuwa yoyote wa kumsifu Allah, bali sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe zinamtosheleza. Wa usalli wa usallim ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na rehma na amani na zitaka zimfikie nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sayyidul muwahhidin. Nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye ndio kiongozi wa watu ambao walikuwa wakimhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa wakimsifu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Amma baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na baada ya kustaka rehma nyingi na amani zimfikie kiongozi wetu nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, sujet yetu ya leo au mada ambayo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kuizungumzia, tunataka tuzungumzie suratul ikhlas. Suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, ndio sura ambayo tutaizungumzia kwa leo hii, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfik ili tuweze kuzungumzia sura kubwa kama hii, sura ambayo Waislamu wote wanakuwa wakiipenda. Qul huwallahu ahad, suratul ikhlas ni sura ambayo telmani sura kubwa sana ambayo ukiisoma kabla ya kulala mara 3 kuanzia mwanzo mpaka mwisho, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, unaisoma mara 3, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anakuambia kwamba katika hadithi Mungu atakuhifadhi na shari zote za usiku. Imagineni sura kubwa kiasi gani. Qul huwallahu ahad, unaongeza na qul a'udhu birabbil falaq, unaongeza na qul a'udhu birabbin nas. Kabla ya kulala unaisoma mara 3, Allah atakuhifadhi na shari zote za usiku. Ni sura kubwa kiasi gani? Hii sura ni kubwa, ni sura ambayo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia hii sura ta'dilu thuluth al-Qur'an. Yani malipo yake, recompense ya hii sura ukisoma mara moja, ukisoma tu mara moja, malipo yake iko sawasawa na mtu kusoma Qur'ani entire ya Qur'an, yani 1/3 of the Qur'an. Thawabu ya kuisoma mara moja ni kama vile we divide Qur'ani yote mzima mara 3, yani kisha parti moja ya ile mara 3, sehemu moja ya hizo 3 ndio thawabu sawasawa na kusoma qul huwallahu ahad mara moja. Ni sura kubwa kiasi gani? Suratul ikhlas ambayo tunataka tuizungumzie leo ni sura ya protection kitafuta kulala. Suratul ikhlas ambayo tunatafuta kuisoma, tunatafuta tuizungumzie leo, ni sura ambayo iko sawasawa na thuluthi mzima ya Qur'ani malipo yake. Suratul ikhlas ambayo tunatafuta tuizungumzie kwa siku hii ya leo ni sura ambayo ni sababu hubbillah. Yani ukitafuta Allah subhanahu wa ta'ala akupende, basi uipende qul huwallahu ahad, na wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakupenda. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia yule ambaye alikuwa akiipenda suratul ikhlas, Mtume alisema kwamba fakhbiruhu bi anna Allah yuhibbuhu, mwambieni ya kwamba Mungu anampenda kwa sababu yeye anaipenda suratul ikhlas. Kwa hiyo ni sababu ya kupata mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul ikhlas
ambao tunatafuta kuizungumzia kwa leo ni sura ambayo ukiisoma mara 10 Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuonyesha kwamba bana Allahu lahu qasran fil janna, Mwenyezi Mungu atakujengea pale nyumba la kifahari peponi kwa sababu tu ya kuisoma suratul Ikhlas mara 10. Yani mara 10 lazima uanze mwanzo mpaka mwisho. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Unaisoma mara 1, mara 2 mpaka mara 10 mwanzo mpaka mwisho. Basi Bwana Mtume anakuahidi, anakuambia kwamba na wewe pia kwa kuisoma sura kubwa kama hii, bana Allahu lahu qasran fil janna, Allah subhanahu wa ta'ala atakujengea pale la kifahari katika janna. Yani ndo sura ambayo tunatafuta tuizungumzie. Question ni kwamba hii sura inakuwa na fadhila kama hii, ndani ya hii sura mko nini? Hii sura inamaanisha nini mpaka ipate sura inakuwa na utukufu mkubwa kama huu? Ina maana yake ni nini? Hii sura kama ina fadhila zote kama hizi ni kwa sababu imekusanya sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani mwake mna sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ukitafuta kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ukitafuta kumjua Mwenyezi Mungu, basi soma tu suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Na ndio maana washirikina walipokuja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamwambia Bwana Mtume ya kwamba sif lana rabbaka ya Muhammad, utuambie Mungu wako yukoje, utupatie description ya Mungu wako. Alipoulizwa Bwana Mtume, Mwenyezi Mungu akateremsha hii sura kuwaambia kwamba Bwana Mtume, unatafuta kunijua mimi nikoje? Qul, uwaambie qul huwallahu ahad, waambie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko unique, yuko unique. Allah subhanahu wa ta'ala yuko wahid, wahidun fi dhati. Mwenyezi Mungu yuko unique katika dhati yake, la shabiha lahu, hafanani na yoyote yule. Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu hafanani na yoyote. Wahidun fi sifatihi la qasima lahu, na yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko unique katika sifa zake, hana na yule ambaye wanashare pamoja sifa zake ye Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Mwenyezi Mungu yeye ni Rahman, ni mwingi wa huruma, hakuna yule ambaye anafanana na Mungu katika huruma. Yeye Mwenyezi Mungu ni Al-Wadud, anatupenda sana Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yoyote yule ambaye anatupenda kama Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ni Al-Jabbar, yeye anakuwa akitukonsole tunapokuwa katika masikitiko. Mwenye kutukonsole ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna yule ambaye anafanana na Mwenyezi Mungu katika kukonsole mtu mwingine. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ni wahidun fi dhati, yuko unique katika dhati yake, la shabiha lahu, hafanani na yoyote. Na Mwenyezi Mungu ni wahidun fi sifatihi, yuko unique Mwenyezi Mungu katika sifa zake, hafanani na yoyote Allah subhanahu wa ta'ala. La qasima lahu, hakuna yule ambaye wanashare zile sifa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wahidun fi af'ali, Mwenyezi Mungu yuko unique katika maevre yake, la sharika lahu, hakuna yule ambaye ni associé wa Mwenyezi Mungu, hakuna yule ambaye ni partenaire, ni partner wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. La sharika lahu, Mungu hahitaji partenaire kwa sababu hakuna kinachomshinda yeye Allah. Inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu mambo yake huwa akitaka kitu huwa anasema tukua na kitu kinakuwa. Kwa hiyo hahitaji partenaire, hahitaji associé katika mambo yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo qul huwallahu ahad, wanatafuta wanijue mimi ni nani Allah, uambie kwamba mimi niko unique, sifanani na yoyote. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Na ndio maana mwisho wa aya Mwenyezi Mungu anasema walam yakun lahu kufuwan ahad, hakuna yoyote yule ambaye mwenye kuwa katika usawasawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yuko unique katika dhati yake, hafanani na yoyote.
katika sifa zake hafanani na yoyote, na katika maevre yake hafanani na yoyote. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndo kaumba. Hakuna yule ambaye alishirikiana na Mungu katika kuumba. Yeye ndo al-Khaliq, yeye ndo al-Mudabbir. Baada ya kuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndio mwenye kuplanify namna gani ulimwengu utaenda. Hakuna mwenye kushirikiana na Mwenyezi Mungu. Yeye ndio Razzaq, yeye ndio mwenye kuruzuku. Hakuna yoyote mwenye kushirikiana na Mungu katika kuruzuku viumbe. Wahidun fi af'alihi la sharika lahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko unique katika maafali zake. Hakuna yule mwenye kufanana naye Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yuko unique. Viumbe vyote vinakuwa vinamhitajia yeye Allah, lakini yeye Allah anakuwa hahitajie chochote. Na ndio maana utaangalia baada ya kusema qul huwallahu ahad, aya ambayo inafuatia ni nini? Allahu samad. Samad maana yake alladhi yahtajuhu kullu ahadin wala yahtaju ila ahad. Samad maana yake ni yule ambaye kila yule viumbe vyote vinamhitajia yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini yeye hahitajie chochote kile. Alladhi yahtajuhu kullu ahad, kila kitu kinamhitajia, viumbe vyote vinamhitajia, lakini yeye hahitajii kwa chochote kile. Viumbe vyote vinakuwa vikimkusudia yeye Allah, vinamhitajia. Na ndio maana ukiwa mgonjwa unamhitajia nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa na shida unamhitajia nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa uko na projet ambayo ni ngumu kwako kuirealize, unamhitajia nani akuapie, akusaidie pour que urealize ile projet yako? Unamhitajia ni nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala as-Samad. Yeye ndio mwenye kukusudiwa na viumbe. Yeye ndio kila kiumbe kinamhitajia, lakini yeye anakuwa hahitajie viumbe. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hili jina as-Samad ni jina ambalo ukiwa na shida, ukiwa na matatizo, ukiwa na wagonjwa, ukiwa na problemu yoyote, mulilie Mungu kwa hili jina lake la Samad. Kwa sababu Samad maana yake ni yule mwenye kukusudiwa na kila kiumbe, ni yule ambaye anahitajiwa na kila kitu, lakini yeye anakuwa hahitajie kitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana kwenye hadithi qudusi Allah Subhanahu wa Ta'ala akijielezea anasema ya kwamba ya ibn Adam, enyi bin Adam, kullukum arin, nyote mko uchi, hamna mavazi, illa man kasautu, isipokuwa yule ambaye mimi Mungu nitamvika. Fastaksuni, niombeni nikuvikeni ili nikuvikeni. Nyinyi mnanihitajia mimi, niombeni nikuvikeni ili nikuvikeni. Anaendelea anasema ya ibn Adam, kullukum jai', nyote mna njaa, illa man at'amtu, isipokuwa yule ambaye niyemlisha. Fastat'imuni, niombeni nikulisheni. Kwa sababu sisi sote tunamhitajia yeye, yeye ndio Samad. Niombeni nikulisheni ili nikulisheni. Ya ibn Adam, enyi ibn Adam, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, hakika nyinyi mnakuwa mkikosea usiku na mchana. Madhambi mnanikosea mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana aghfiru dhunuba jamia, na mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimi ndio nakuwa nikisamehe madhambi zote. Fastaghfiruni, niombeni msamaha ili nikusameheni. Yeye ndio Samad. Tunapokosea tunamhitajia nani? As-Samad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo qul huwallahu ahad, sema kwamba Mwenyezi Mungu yuko unique. Allahu Samad, yeye ndio mwenye kukusudiwa na kila kiumbe. Kila kiumbe kinamhitajia yeye Allah, lakini yeye anakuwa hahitaji. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakuna mwenye kufanana na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niambie mfalme gani anafanana na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala? Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye hadith qudusi anasema kwamba ili atuonyeshe namna gani yeye hafanani na viumbe, namna gani yeye viumbe ndio wako na bezwe na yeye, lakini yeye hana bezwe na viumbe. Anasema kwenye hadithi qudusi, anasema law anna awwalakum wa akhirakum, laiti binadamu wa mwanzo, yani kuanzia nabii Adam mpaka binadamu wa mwisho atakayekuja duniani, na jini wa mwanzo mpaka jini wa mwisho atakayezaliwa duniani,
laiti hawa wote qamu fi sa'idin wahid, wote wanasimama kwenye kiwanja kimoja, kisha fasaluni, kisha kila mmoja anaanza kumuomba Mwenyezi Mungu mas'alata, ya Rabbi niko na bezwe na kitu fulani, ya Rabbi nataka magari 100, ya Rabbi mimi nataka makarieri ile nikuwa tena uzo 10, ya Rabbi mimi nataka yani pei kama vile Kongo 10 zikwenda zangu. Yani kila mmoja anamuomba Mwenyezi Mungu haja yake. Mwenyezi Mungu anasema hivi, la a'taitu kulla wahidin mas'alata, kila mmoja nitamtekelezea haja yake, ma naqasa dhalika mimma indi, wala haitopunguza chochote katika yale ambayo niko nayo mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Na kutufaire comprendre, anatuambia, anasema kwamba isipokuwa ni kama vile mtu uchukue shindano uiweke ndani ya bahari, ndani ya ocean, kisha utoe shindano. So unaona yale maji ambayo yatakaokoma yamebaki kwenye shindano, kisha ocean inabaki hivyo hivyo. Basi ndio mfano wake ni kwamba Mungu anaweza kukidhi haja ya kila mmoja, haitopunguza chochote katika ufalme wake Allah, isipokuwa tu ni kama vile mtu achukue shindano aiweke ndani ya bahari atoe, kisha yale ambayo yatakaobakia yani kwenye shindano yanapunguza nini katika ocean? Hakuna kinachopunguka katika ocean. Ndio vile vile Mwenyezi Mungu ni kwamba atampa kila mmoja unachokitaka, wala haitapunguza chochote katika ufalme wake. Na ndio maana Mungu anatujua kwamba sisi binadamu tuna tamaa, na Mungu peponi ataturidhisha kuonesha ufalme wake. Unaambiwa mtu mmoja peponi wa daraja ya chini kabisa atapewa mfano wa hii dunia mara 10. Ndio wa daraja chini kabisa peponi. Na hiyo yote ni nini? Kwa sababu mtu anapendaga, mtu anakuwa hana kuridhika. Kwa hiyo Mungu peponi atakuridhisha, anakupa mpaka hauna tena cha kumuomba. Nani ambaye anafanana naye? Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Yeye ndo anahitajiwa na viumbe. Kwa nini anahitajiwa na viumbe? Kwa sababu yeye ni ahad, yeye yuko unique, yeye hafanani na yoyote. Nani mfalme kama yeye? Allah subhanahu wa ta'ala yuko unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Labda unaweza kukutana na mtu ambaye sio Muislamu, wewe unaamini wala hauhitaji tena mapreve, kwa sababu unaamini kwamba Mwenyezi Mungu yuko unique. Lakini labda unaweza ukakutana na mtu ambaye yeye sio Muislamu, akakwambia kwamba uniprouver logiquement, comment expliquer kwamba Mungu yuko unique. Unaweza kuwa na jirani ambaye sio Muislamu, akakwambia ni prouver logiquement, comment expliquer kwamba Mungu yuko unique. Kwa hiyo lazima ukuwe na argument fulani. Tunajua kwamba wataalam kina Sheikh Mazinge na wengineo, lakini wewe Muislamu wa kawaida lazima pia ukuwe na argument ya kutetea, ujue namna ya kutetea kwamba Mungu yuko unique. Mwenyezi Mungu yuko unique. Ukiangalia katika tariqatu khalqi, namna ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu, namna ya uumbaji huwa inaonyesha kwamba Mungu yuko unique. Kwa sababu angalia uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala, yani ili reproduction ikuweko, uwe na mzao, namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaumba. System yake ni moja. Ukiangalia kwenye mimea ndio system moja, ukiangalia kwa wanyama system yake ni moja, ukiangalia kwa binadamu system yake ni moja ya uumbaji. System ni ya vipi? Ni kwamba lazima kutakuwa contact ya mume na mke, maji yataingia ndani ya tumbo ya mwanamke, kisha mtoto anazaliwa. Ukiangalia kwa wanyama ndio hivyo hivyo, maji yataingia kwenye tumbo ya mnyama mwanamke, ndio mtoto anazaliwa. Ukiangalia kwenye mimea inabidi mvua ishuke iingie ndani ya tumbo ya udongo, kisha ndio mimea inafanya, mimea inatoka. System yake ya uumbaji ni moja. Kwa nini ni system ni moja? Kwa sababu li'annahu ahad, yeye yuko unique ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kama kungelikuwa uumbaji tofauti, kama kungelikuwa kuna Mungu mwingine ambaye sio Allah subhanahu wa ta'ala, labda naye angekuwa na system yake. Labda yeye ingelikuwa kwa kuzaa, ni mtu anapiga hacha, watoto natoka hapo hivi, labda ingekuwa na system yake. Lakini system ni moja ya uumbaji. Kwa nini? Kwa sababu li'annahu ahad, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuko peke yake. Kwa hiyo huu ni mmoja katika ushahidi ya kuonyesha kama qul huwallahu ahad. Na vile vile ukiangalia principles za Mwenyezi Mungu, sunna ya Mungu katika kuendesha mambo duniani, ana sunna nyingi, lakini zile sunna zake zinakuwa hazibadiliki. Walan tajida li sunnati llahi tabdila
walan tajida li sunnati llahi tahwila, hutokuta mabadiliko katika zile kanuni za Mwenyezi Mungu, katika zile principles za Mwenyezi Mungu anavyopeleka ulimwengu wake, katika principles zake ambazo zinakuwa hazibadiliki. Unakuta Mungu ana principle ambayo ya tadarruj. Jambo lote linapoanza huwa linaanza kidogo kidogo, kisha linakuwa kubwa, kisha linakuja huku hivi linazeeka, linapotea, historia inaisha. Ndio system katika sunna yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana utaangalia, utakuta jua huwa inatoka kidogo, inapaa juu, inakuwa kubwa, kisha inapita upande wa magharibi, hiyo inafanya inapotea. Ni sunna ya Mungu, inakuwa haibadiliki. Ndio hivyo kila siku tunakuwa tukiona. Mimea ndio hivyo. Mimea huwa inaota kidogo, inakuwa kubwa, baada ya kuwa kubwa inatoa matunda, inazeeka, tunaifagia, inakuwa ni uchafu, tunafanyaje? Unapotea, historia inaisha. Na ndio vile binadamu tunazaliwa, huwa tuko wadogo, tunakuwa washabab, baada ya kuwa shababu unazeeka, baada ya kuzeeka unafariki, unazikwa, historia inaisha. Kwa hiyo, kwa nini hizi principles zote na hizi kawanin hazibadiliki? Kwa sababu yeye iko ahad. Kwa sababu labda kama kungelikuwa kuna Mungu mwingine, labda na yeye angelikuwa na kanuni zake, kwamba labda ukiwa mdogo unakuwa shababu, unazeeka, baada ya kuzeeka unarudia tena bebe, unaendelea. Lakini hakuna, kuko ni system moja, kanuni moja. Kwa nini? Kwa sababu annahu ahad. Kwa sababu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko unique, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Namrud alipofanya deba na Nabiiullah Ibrahim alayhi salam, alipofanya deba naye, Nabii Ibrahim alimwambiaje? Nabii Ibrahim alimwambia kwamba system ya Mungu ni moja. Kama na wewe ni Mungu, badilisha hiyo system yake Allah. Mwenyezi Mungu huwa yati bishamsi min almashriq, Mwenyezi Mungu huwa anaitoa jua mashariki na huwa anailaza magharibi. Ndio system inakuwa haibadiliki. Kama na wewe ni Mungu, shanje hii system, fati biha min almaghrib, wewe uitoe kwenye upande wa magharibi kama kweli na wewe ni Mungu. Fabuhita alladhi kafar, akashindwa. Unabakia hauna cha kufanya kwa sababu wewe sio Mungu. Kama wewe ni Mungu, badilisha system yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yote inaonyesha kwamba ni mapreuve logique ya kuonyesha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko unique. Tariqatu khalqi, façon yake ya uumbaji ni moja. Maprinsipu na kanuni za kuendesha ulimwengu ziko nyingi, lakini vile unavyoiona inakuwa haibadiliki. Na vile katika kanuni nyingine ambayo Mwenyezi Mungu anapeleka na ulimwengu ni kanuni ya takamul, ya kujikomplete. Binadamu wewe mmoja haujikamilishi kwenye kila kitu. Unaweza kuwa unajua mambo 6 lakini jambo la 7 ulijui. Unaweza kuwa unajua mambo 10, unampita mwenzako kwenye mambo 10, lakini kwenye jambo fulani mwenzako anakupita. Unaweza kuwa mashallah unajua kuendesha gari lakini hujui kushona nguo. Kwa hiyo unahitajia huyu mwingine akukomplete. Unaweza kuwa wewe ni mfanya biashara mzuri, lakini haujui namna gani ya kupanda mbegu mpaka ikaota, haujui. Kwa hiyo unahitajia mwingine akukomplete. Ni system ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kanuni ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziweka katika ulimwengu, kisha hautazikuta zikibadilika. Angalia, mimi na wewe tuko na besoin na oxygen ili tuweze kuishi. Tuna besoin na oxygen. Lakini sisi huwa tunavuta oxygen, tunatoa CO2. Sasa oxygen wewe inatoka wapi? Mimea inakupa wewe oxygen, inakukomplete. Na wewe unatoa CO2 unakomplete mimea. Tunajikomplete. Hii ni system katika kanuni ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ziweka katika ulimwengu. Hakuna binadamu mkamilifu alkamil, peke yake ni nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nani ambaye kaweka hii system? Ni yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni moja katika system inakuwa haibadiliki, ambayo inaonyesha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ahad. Kwa mfano, ili muweze kunielewa namna gani mtu nakuwa hautoweza kujua kila kitu, ni mfano tu, kisa kidogo, historia kidogo ya mafundisho. Lakini kuna jamaa ambaye alikuwa akitambusha watu na kijibato kidogo.
alikuwa kitambusha watu. Kuna siku huyu jamaa akachukua wasomi fulani, wale wasomi akaanza kuwatambusha kwenye maji, wale wasomi kwenye maji, yeye kuna watambusha kwenye mtumbwi, na huku wanamuuliza, wewe kijana, hivi wewe ushawahi kusoma yani psychology? Ushawahi kusomea mambo ya psychology? Kijana asema sijui psychology ni kitu gani, mimi sijui. Wajamaa wakamuuliza, ushawahi kusoma geography? Asema sijui. Wakamuuliza biology, ushawahi kusoma? Anasema sijui, sijawahi kusoma biology. Wakamuuliza, ushawahi kusoma? Wanamuuliza masomo ya kuachana, sana sijui. Wajamaa wakashangaa, wakamwambia, wewe unaonekana umepoteza nusu mzima maisha yako ndani ya maji, kwa sababu tumekuuliza jambo fulani hujui, jambo fulani hujui, jambo fulani hujui. Basi jamaa yule akaendelea tu kuwabeba na mtumbwi, wanaenda, mara bahari ikachafuka. Bahari ilivyochafuka, kijana yule akawauliza, jamani, na mimi natafuta nikuulizeni, nyinyi pia mshawahi kusoma mambo ya simiology? Wakamwambia, simiology ni kitu gani? Hatujui. Akamwambia, hamjui simiology, mambo ya utaalamu wa kuogelea, hamjawahi kusoma? Sema si hatujawahi kusoma, tumesoma biology, psychology na mengineo. Hii nani simiology ndio mara kwanza kuisikia. Kijana akamwambia, sasa sikilizeni, nyinyi mnaniambia mimi kwamba nimepoteza nusu ya maisha baharini. Sasa hivi bahari inachafuka, hivi hamjui simiology? Nyinyi mnatafuta mpoteze maisha yenu yote mzima, itaharibikia hapa baharini. Kijana akarua kwenye maji, akawaacha na jamaa wakafariki. Yani point yangu ni kukuonesha kwamba wamejua hiki, wamejua hiki, lakini hii walikuwa hawaijui. Binadamu hujui kila kitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaweka system katika ulimwengu ya takamul. Huyu anamkomplete huyu na huyu anamkomplete huyu, ni system katika system ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliweka katika dunia. Kwa hiyo na kuna mengineo mengi, lakini point tasimamia kwa pale. Kuna mambo mengi. Hii ni quelques preuves logiques ambao utakaa na mtu unamwambia, nani ndo kaweka hii system? Ahad ndo kaweka system hii, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ndo kaweka hii system. Na hii yote inaonyesha kwamba yeye yuko unique, kwa sababu lau kana fihi maalihatun illa Allah la fasadata, kama katika ulimwengu kungelikuwa kuna miungu mingineo zaidi yake Allah, dunia ingeharibika. Kwa sababu huyu angetaka fulani afariki na huyu angekataa. Bwana nataka fulani afariki, Mungu mwingine angesema mimi nakataa na mimi ni Mungu. Yaani kungetokea ufisadi moja mkubwa, lakini kwa nini hakutokea ufisadi? Dunia inaendelea mu system yake hiyo. Kwa nini? Kwa sababu li'annahu ahad. Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko unique. Kwa hiyo navuka huko, mimi na wewe Islam hatuhitaji zile dalili zote, kwa sababu tushamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sisi kesho ambayo inabidi tuulizane mimi na wewe, huyu ahad hivi tunamheshimu? Huyu ahad eske ndo preference katika maisha yetu? La ilaha illa Allah, la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna pasaye kuabudiwa isipokuwa ni yeye. Eske huyu ndio preference katika maisha yetu? Hizi zilikuwa ni dalili za kuonyesha kwa mtu ambaye sio Muislam, unajaribu kumconvince kwamba Mwenyezi Mungu yuko unique, lakini wewe ambaye tayari umeshamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, hivi Allah la ilaha illa Allah ndio preference katika maisha yako? La ilaha illa Allah. Kwa sababu kwa watu wengine ni waongo, utamkuta anakuambia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ni kwenye kinywa, lakini ni muongo. Na utamsikia kila siku kwenye swala anakuambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe peke yako ndio tunakuabudu na wewe peke yako ndio tunakuomba msaada, lakini ni muongo. Laiti ukifungua roho yake utakuta ni vitu vingine tofauti na hivyo maana anavisema. Ukifungua unamsikia kwenye kinywa anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ilaha illa Allah, lakini ukifungua kwenye roho kuna pesa ndio preference katika maisha yake. Unafungua unamkuta preference number 1 katika maisha yake sio huyu la ilaha illa Allah anayesema. Number 1 katika maisha yake ni pesa. Kuna mwingine number 1 katika maisha yake, laiti roho ingefunguliwa watu wangekuta kwamba kumbe jamaa hubbul jah, huwa anapenda vyeo. Yani juu ya cheo yuko tayari, anaweza kaua, atanyang'anya, atadhulumu juu ya cheo. Kwa hiyo hii cheo ndo preference katika maisha yake, sio la ilaha illa Allah, wala sio hii iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na kuna mwingineo laiti roho yake ingefunguliwa, wanafungua hivi, yani watu wangeona wanawake ndio wamejaa katika wanawake hivi, ndio wamejaa katika nafsi yake hivi.
ahad ndio preference katika maisha yetu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Hivi yeye ndio tunakuwa tukimkusudia katika mambo yetu, katika maisha yetu. Hebu tuangalie kidogo visa vya baadhi ya masahaba ridwanullah ta'ala alayhim ajma'in, ili tuone namna gani wao ahad ndio alikuwa number 1 katika nafsi zao, tuweze kuwaiga, ili na sisi tutoe huu uchafu wote ambao tumeuweka number 1 katika maisha, tuutoe na tumuweke. Atukwambii kwamba usitafute pesa wala usitafute vyeo, lakini hapana, tunakuchokuambia ni kwamba number 1 awe ni Allah, kisha vingine ndio vifuatie nyuma. Na ndio maana hata kwenye aya Allah subhanahu wa ta'ala akasemaje, qul in kana abaukum wa abnaukum, ikiwa baba zenu, watoto wenu, wake zenu, biashara yenu, majumba na kila kitu ambacho mnachokichuma katika dunia, ahabba ilaykum min Allah wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu. Ikiwa mtapenda pesa, baba zenu, watoto wenu, majumba na kazi zenu, ikiwa haya mambo ndio dunia yote hii, ikiwa mtavipenda, msisahau kwamba kumpenda mzazi sio vibaya, kuwapenda watoto sio vibaya, kumpenda mke wako sio vibaya, lakini ikiwa utavipenda hivi vitu vikawa ni number 1, kisha Mungu akawa nyuma, Mwenyezi Mungu anakuambia fatarabbasu, ngoja hivyo hivyo, ay fantadhiru albala wal adhab, ngoja hivyo hivyo hatta yati Allahu bi amri. Na Mwenyezi Mungu wallahu la yahdi alqauma alfasiqin, Mungu anakuwa hawaongoze watu mafasik, wa transgressors. Wa transgressor ni wanani? Ni wale ambao wenye kumpenda, unampenda baba yako yani baba yako anakuwa ni numero 1 kisha Mungu baadaye. Watoto wako wanakuwa mbele kisha Mungu baadaye. Hawa ndio Mungu anawaita wafasiq. Wallahu la yahdi alqauma alfasiqin, Mungu hata waongoza wa transgressors, wenye kuchupisha mipaka. Ni hawa wenye kutanguliza mapenzi ya hivi vitu kisha Mungu akawa nyuma. Kwa hiyo hebu tuangalie masahaba namna gani walikuwa, Mungu ndio alikuwa numero 1 katika maisha yao. Visa vile vitatu tupite. Mumwangalie Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye alikuwa akichukuliwa anawekwa mu desert ambayo iko nafika mpaka mu 50 degree. Bilal, yani kule Maka, ukielekea kule Maka, Mwenyezi Mungu akujalieni nyote corona iishe inshallah, twende tukatembelee nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala. Jua inakuwa ni kali sana, unaweza ukachukua kwenye chupa maji ya baridi, unatembea nayo, baada ya muda kidogo inakuwa moto. Joto ni kali sana. Kwa hiyo Bilal alikuwa akichukuliwa, anatandikwa kwenye jua, kisha anachukuliwa jiwe kubwa linawekwa juu ya kifua cha Bilal, kisha huko kunapigwa na kucharazwa fimbo, na anawekewa statue, anaambiwa kwamba sema kwamba huyu ni Mungu tukuachi. Bilal alikuwa akisema tu ahad 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 ahad, yani ulimi wangu hawezi kutamka kitu kingine, ahad. Yani mtu alikuwa tayari kama ikibidi maisha iondoke, lakini sitotamka kitu kingine bali ahad ahad ahad. Angalia ni kiasi gani hawa watu ahad alikuwa ni number 1 katika maisha yao, mpaka mwili wao walikuwa tayari uharibike juu ya huyo ahad. Ujipime, lighting ilikuwa ni wewe nafasi ya Bilal, ungefanyaje? Ungesema nawe ahad, au angekupropose kidogo, unapewa dunia, envelope ya pesa, wanakuambia bwana badilisha mambo ya ahad, na unakuwa tayari kuwabadilisha kwa sababu ya pesa. Kwa nini? Kwa sababu pesa inakuwa ni number 1 katika maisha yako. Utakuwa na imani ya ahad ya kina Bilal radhiyallahu ta'ala anhum. Acha Bilal, beba sahaba mwingine. Huyu sahaba ukisoma kisa chake utabakia unashangaa. Sahaba saa zile bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaamrisha watu watoke Makka wafanye hijra waende Madina. Huyu sahaba alikuwa yuko nafanya hijra, mara alikuwa ni bilionaire. Alikuwa ni mtu alikuwa kiuzisha silaha, na wenyewe mnajua wauzishaji silaha katika kila town wanakuwa ni watu wenye kuwa na pesa. Kwa hiyo alivyokuwa akitoka na mapesa yake nyingi, Makureish wakamzuia, wakamwambia jita huna saaluka, ulikuja hapa Maka ulikuwa ni maskini, pesa zako zote ulizipata ni hapa Maka, sasa hivi unatafuta kutoka, hatukuachi utoke na pesa zako. Ima baki Maka na pesa zako, au kitafuta kufanya hijra umfuate Muhammad, basi uondoke wewe tu na pesa zote zibaki. Imagine mtihani kama huu.
ni kwamba ukibeba decision ya kuondoka, ujue kwamba unakuwa maskini, fakiri. Imagine kama ingelikuwa ni wewe mathalan, ingekubeba dakika ngapi kuweza kubeba decision? Ungerudi kwanza Maka kidogo, nifikiri kwanza, ingekubeba dakika ngapi kwa kuweza kubeba decision? Sahaba huyu akamwambia kwamba hivi nikikuachieni pesa zote mtaniacha? Wakasema ndio, tunakuacha. Condition ndio ni kwamba wewe hukuja hapa Maka na pesa. Jamaa akabeba decision kwa dakika, anakubali kubakia fakiri, maskini kwa sababu ya Ahad. Angalia kiasi gani Ahad alikuwa ndio priority katika maisha yao. Ahad. Beba mfano wa mcha Mungu mwingine, lakini huyu mcha Mungu hakuwa zama za nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa katika zama za Nabiiullah Musa alayhi salam, ambaye anaitwa Mashitatu Firaun. Alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa akichana nywele za watoto wa Firaun. Kuna siku alipokuwa akichana nywele, mara kichanuo kikamwanguka chini. Kilipomwanguka, kumbe alikuwa kwa muumini, alikuwa anaficha imani yake, alikuwa shamwamini Nabii Musa. Kichanuo kilivyoanguka akakiokota, akasema bismillahir rahmanir rahim. Aliposema bismillah, mtoto wa Firaun akasikia, akamwambia kwa jina la Allah, unakusudia yule Allah abi babangu Firaun? Yani yule Allah bismillah unamaanisha ni papa? Yule Mashito akamwambia yule mtoto wa Firaun kwamba rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki la, ambaye namkusudia ni yule ambaye ni Mola wangu, ambaye ni Mola wako na ni Mola wa baba yako Firaun. Mtoto aliposikia kwamba kuna Mungu mwingine zaidi ya Firaun, kwa sababu mtoto alisikia baba yake akisema ana rabbukumul aala, kuna Mungu mwingine zaidi ya Firaun baba yangu. Mtoto akenda akamshtaki nani? Yule Mashita. Akamwambia papa, huyu ambaye anakuwa akitunyoa nywele anasema kuko Mungu mwingine zaidi yako. Firaun akauliza, anasema kuna Mungu mwingine zaidi yangu, hebu mleteni. Akaletwa, akaambiwa retire parole, akakataa. Firaun akauliza, eske huyu mwanamke na watoto? Akasema ndio. Akaambiwa ndio na watoto. Nileteni watoto wake wote wanne. Wakaletwa, ikakongwa moto, mafuta mechemka mudegre moja ya mwisho. Akaulizwa, alaki rabban siwaya, hivi wewe una Mungu mwingine zaidi yangu mimi? Mwanamke akamjibu Firaun, rabbi wa rabbuka Allah, Mola wangu mimi na Mola wako wewe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akaambiwa big mouth unajifanya tetu. Akachukuliwa mtoto wake mmoja mzima mbele yake, akachomekwa ndani ya mafuta. Mtoto akapiga kelele, mara sauti ikafifia na ikaisha ndani ya mafuta. Akaulizwa tena kwa mara ya pili, alaki rabban siwaya, hivi wewe una Mungu mwingine zaidi yangu mimi? Akamjibu akasema, rabbi wa rabbuki Allah wa rabbuka Allah, Mola wangu mimi na Mola wako ni Allah. Akachukuliwa mtoto wa pili, akachomwa ndani, akatupwa ndani ya mafuta. Mtoto akapiga kelele, mara sauti ikapotea ndani ya mafuta. Akachukuliwa watatu, akachukuliwa wanne. Mara mtoto wa nne alikuwa ni bebe, mama akawa na wasiwasi, bebe wake anatafuta kuchomwa, kukaangwa. Mara mtoto akatamka, akamwambia, ya umma isbiri innaki ala alhaq, mama yangu bebe subira, hakika wewe upo katika haki. Akachukuliwa mtoto wake na akachukuliwa huyu mwanamke, akachomwa ndani ya mafuta, akakaangwa na mafuta. Wakapiga kelele, baada ya dakika wakakaangika na sauti ikapotea ndani ya mafuta. Alipochoma huu mwili na huu mwili ukafariki, ukaharibika. Kwa huyu ambaye preference ilikuwa ni Allah, eske Mungu alipoteza ile historia? Umemaliza mwili ndio, lakini huyu preference yake ilikuwa ni Allah. Eske historia ilishia pale? Baada ya kuwaua historia inaishia hapo? Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akifanya safari ya al-Isra wal Mi'raj, alifika sehemu kulikuwa kuna harufu nzuri sana. Akamuuliza, ya Jibril, hii harufu ni ya nani? Akaambia kwamba Mashitatu Firaun na watoto wake al-arba ambao walichoma sehemu kama hii. Wallahi, wewe ukimfanya Allah ndo preference katika maisha yako, elewa kwamba fakadistamsaka bil urwati alwuthqa lan fisama laha, elewa kwamba umejiunga na kama ambayo haitakatika tena. Kwa hiyo naona dakika zinaaniisha. Kwa kumalizia ni kusema ya kwamba qul huwallahu ahad, Mwenyezi Mungu yuko unique, Allahu samad, yeye ndio mwenye kukusudiwa. Tunapokuwa na shida zote tumkusudie yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana vile unakuta kuko sasa wanawake
Unakuta hivi Ijumaa tunavyoongea wako msikitini, dimanche wenda kanisani. Huko wanawake Ijumaa tuko msikitini, kisha ikifika dimanche wanaenda kanisani. Hivi kweli watu kama wale Mwenyezi Mungu ni Samad katika maisha yao? Eske watu kama wale wanamkusudia Mungu katika maisha yao? Na utakuta paka wengine unafanya utani. Wanaambia nyinyi mashehe mnazidi bwana. Kwa hiyo tunajaribisha kote kote kule. Ukianza kufika siku ya kiyama kumbe ambao katika haki ni wa Kristo. Kwa hiyo sisi tunapiga huku. Wakiwa wana haki tutaenda nao siku ya kiyama. Kwa hiyo niambie Muislamu, kuna fikra kama hii. Kwa hiyo namalizia kusema kwamba namna gani tuishi selon demand ya ahad, demand ya la ilaha illa Allah. Tuishi mukhlisin, tuishi tuwe sincere, uishi kile unachokitafuta, tafuta radhi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Usitafute alla tatluba shahidan ghaira Allah. Katika matendo yako mazuri yote unapoifanya, wewe usitafute temwe wako kwa ni nani? Akoni Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiishi katika ulimwengu wa leo ambao mtu akitafuta kufanya action fulani ya mzuri, kuna jamaa na shida bwana, atafuta kumpatia, lazima kwanza wakumpa kidogo. Haina tatizo bwana. Mshona, lazima usitafute mashahidi katika maaction yako, shahidi umtafute ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Leo inakuwa kwenye niveau watu hawaishi selon demand ya la ilaha illa Allah. Watu wanakuwa ni watu kama wanafiki. Ni kwamba mpaka kwa kumsaidia mtu mwenye kuwa na shida kwenye maji anatafuta kufariki, ni kwamba kabla ya kumchukua mkono lazima kwanza mimi ndio nimsaidiaka fulani. Wallahi tukitafuta kuishi selon demand ya la ilaha illa Allah, ishi maisha yako kama kawaida. Tafuta pesa, jenga, tafuta magari, nunua magari, lakini kwa haya yote tafuta radhi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum.